Mimi naona kuna dalili zote za kiduchu kuweza kuondoka hapa ndani kama Mr. Pasali ataendelea kufanya ujinga kama huu hapa. Yani anampenda binti lakini anahofia kumwambia ukweli. Sasa mwisho wa siku atakuja kujikuta anaharibu mazima kama jinsi ambavyo imeweza kutokea kwenye sini ya mwisho hapo. Sasa unafikiri ni nani ambaye ataamini kwamba hakuna kitu ambacho kiliendelea ndani kati ya Pasali pamoja na Tatu? Sasa hilo chozi ambalo kiduchu amelitoa hapo nafikiri litakuwa lina maana nyingi zaidi ambazo ndugu wapenzi watazamaji mtakuwa hamjazielewa. Sasa nikuombe tu uweze kusubscribe kwenye channel hii hapa ya Anova Films, halafu nikupitishe sehemu muhimu ambazo ni za msingi zaidi kuweza kuzichambua. Sasa tumeweza kushuhudia kabisa kwamba Mr. Pasali ameshatambua kabisa kwamba kiduchu hahusiki katika swala zima la wizi wa pesa ambazo alikuwa amezihifadhi kwa ajili ya matumizi ya kiofisi. Sasa kosa ambalo analifanya ni kwamba anafahamu ukweli lakini hataki kushare pamoja na kiduchu. Ni vema angemueleza kiduchu ukweli kwamba anampenda. Hii ingeweza kusaidia kidogo mahusiano yao, kwa sababu anazidi kumweka zaidi kiduchu kwenye matatizo kwa sababu ya hivi vitu vinavyoendelea. Nafikiri inaweza ikawa ni moja kati ya vyanzo ambavyo vitamfanya kiduchu aweze kuondoka kwenye nyumba ya Mr. Pasali. Sasa kosa ambalo litakuja kutokea kama kiduchu akiondoka tu humu ndani, sidhani kama Mr. Pasali atapata nafasi tena ya kumpata kiduchu, kwa sababu tuliweza kuona episode zilizopita ni kwamba kiduchu aliondoka humu ndani, Mr. Pasali ilikuwa ni almanusla aweze kupoteza uhai wake kutokana na kwamba aliumisi uwepo wa kiduchu. Sasa leo akimwachia aweze kuondoka itakuwa ni mbaya. Sasa anatakiwa kuwa makini katika kila hatua ambayo anaifanya. Sasa moja kati ya vitu ambavyo namshauri Mr. Pasali aweze kuvifanya ni kumweka wazi kiduchu ya kwamba anampenda, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vinakwenda kutokea episode zinazofuata vitakuwa ni vya kuumiza zaidi, kwa sababu tumeweza kuona kiduchu akilia mara baada ya kuona kabisa Tatu pamoja na Pasali wametoka chumba kimoja, japokuwa tunatambua kabisa hakuna kitu ambacho kiliendelea, bali ni njama za mama yake na Pasali pamoja na Tatu kumwaminisha kwamba kiduchu kuna something kati ya watu hao wawili ili kuweza kumkatisha tamaa, kwa sababu ameshagundua kabisa kwamba kiduchu kanampenda Mr. Pasali. Sasa kuna vitu ambavyo nafikiri ni vya msingi zaidi. Kwanza tuteke a break, yani tupumzike kidogo, tunywe maji, halafu tuweze kuendelea kuchambua moja kati ya matukio ambayo yameangaliwa na watu wengi kwa wingi zaidi. Ukizungumzia tukio kubwa kabisa ambalo lilikuwa ni tukio la mwisho na episode hii hapa iliweza kufikia tamati, ni tukio ambalo lilimuonyesha kiduchu akitoka maemezini na kumkuta Tatu akitoka chumbani kwa nani? Kwa Mr. Pasali. Sasa wengi hawajajua ni kipi ambacho amekiwaza. Je, amefikiria kwamba kuna kitu ambacho alikuwa kikifanya mle ndani, au alikuwa anatoa machozi kutokana na mambo ambayo anayapitia ama mateso ambayo anapitia kwa sasa? Nafikiri kwamba atakuwa amehisi kwamba kuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea kati ya simu wake Tatu pamoja na Mr. Pasali, lakini hata kama atakuwa amegundua kwamba ama hata kama atakuwa amefikiria hivyo, sidhani kama itakuwa ni moja kati ya vyanzo ambavyo vitamfanya yeye aweze kuondoka humu ndani, kwa sababu ameshavumilia vya kutosha. Iweje swala dogo kama ili hapa liweze kumfanya aweze kuondoka?